mimi ni mwanabunge. Delikate Idengo alikuwa ndugu yangu, alikuwa rafiki. Mimi binafsi nilifungua naye kwenye jela, kwenye gereza. Hii ni MTV Online ikikutangazia kutoka mjini Goma, mashariki mwa Kongo DRC. Tulionayo siku ya leo ni pamoja na wakazi wa mji wa Beni na Butembo washiriki mazishi ya msanii Idengo mjini Beni. Ça marche, comment ça va? Ah, ça, nakupitiza baba. Hapa mnafunga barabara hapa. Wote kule nyuma. À l'honneur de Idengo, à son approche la bruissance, un homme qui a milité pour la population de Beni. Unasema kitu anza kwanza kama uko atasema nini. Usiseme vitu venye hutaweza. Na vile vile wa deputy. Na wewe unaweka una promettre kitu venye hutaweza. Nyamaza ikala kwako kimya. Ula kama ni mafunzo de la nation. Tu parles aux gens que nous les peuples parlent. La patrie, respecter la patriotisme automatiquement. Tuko hapa, mimi ni mwanabunge. Delikate Idengo alikuwa ndugu yangu, alikuwa rafiki. Mimi binafsi nilifungua naye kwenye jela, kwenye gereza, na hiyo ni kitu ambayo linisukuma kufika hapa kuja kushiriki mazishi yake na kumpeleka pale fasi yake ya mwisho. Mimi kama mwanabunge nitaenda kutetea ndani ya bunge kuomba government yetu ya Kongo iweze kumwescrire bwana Idengo kwenye orodha ya wale ambao wanaitwa wa héros nationaux, sababu alikuwa mwanamuziki, alifanya lead héros nationaux wa nchi yetu, sababu hata yeye ni mwanamuziki kama vile Papa Wemba, na Papa Wemba aliorozeshwa kama hero wa nchi yetu, na ndio maana hiyo itakuwa lead ambayo nitaenda mene mparlement. Mimi nakumbuka mingi sana, anduka mwenye anatufanyia hivi anafaa makosa sana. Iko mtu alikuwa anatupigania sorti ya chasso, alikuwa anatutetea sorti ya chasso.
Mimi na regrete sana, mimi nakumbuka mingi sana. Na wewe binafsi unaweza kuwa na ujumbe gani kwa viongozi? Ujumbe mimi naambia waongozi watupitie mbele, watusaidie kusudi tupate kutulizana kwanza kuhusu hii kifo ya Idengo. Hii ukumbusho inatuletea uchungu sana kufuatana na gisi tulipata ile wito wa mshiba wake. Vraiment hii ukumbusho tunalia sana musicien wetu Delicate Idengo revolutionnaire. Wewe ulikuwa unaweza kumkumbukia kuliko? Mimi namkumbukia kwa chanson mingi sana Delicate Idengo. Anaimba chanson ya paix, anaimba chanson ya revolution. Donc mashasoni za mingi sana siwezi weza hata kuzichambua moja kwa moja. Sasa wewe binafsi unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wakuu viongozi wa nchi? Wakuu wa viongozi mimi nawaambia watusaidie na security. Sisi wanadamu tunakufa sana, hawapende kutuchukulia na security ya nchi. Kwa leo tunazika hero wetu Bwana Delicate Idengo. Wakati tutamzika, tutaendelesha kazi yake ambayo alikuwa akifanya. Kazi ambayo alikuwa anafanya ni kutafuta amani na kuhakikisha kama nchi yetu haigabuliwe. Yaani wakati tutamzika tunaendelesha tena vizuri kazi ya kwake na tutahakikisha kabisa. Kwa hiyo viongozi nani pia hatuwasahau, kwa sababu Idengo hakufanya kitu, hakuna kitu ambacho alifanya. Kama amefariki leo, nani pia muna part ya responsibility. Sasa kama mpendi kuchukua hiyo mani ambazo M23 imekamata leo, sisi Wakongomani sisi wana wa Beni tutahakikisha kama tunachukua hiyo udongo wetu na tunafukuza waasi wa M23, kwa sababu tunajua wanatumika na waongozi wa Kongo. Sisi hatupendi Kongo ugabuliwe, hatupendi tuendelee kuona watu wanafariki. Idengo amefariki ndio ni hero kwa kusema, lakini tunaomba kama wahakikishe kama kweli ni hero na wamuheshimu kama hero, yani wamuandike kwa kitabu cha wahero national wote ambao wanapatikana ndani ya Kongo yetu. Ujumbe kwa vijana wote ambao waliweza kusupport. Vijana tunajua kama Idengo amefariki juu ya kupambana ili amani irudi Kongo. Ni kwetu sasa kuendelesha kazi. Tusilale, ni wakati ya kupambana. Kama hatupambane, Kongo wataiuzisha, wataigabula. Idengo amefariki lakini ametuachia ujumbe nyingi sana. Zaidi sana wakati alikuwa anapiga concert, yeye alikuwa anasema anahubiri, na hiyo mahubiri ni yetu. Kakangu, mimi na regrete sana. Mimi napoteza mtu mkubwa sana wa maana. Basi sina mingi ya kusema. Mungu ampokee kwenye anenda nduka. Hakumkumbukia kunini? Hakukuwa na mtu probleme, iko amia kila mtu. Ikwe mtoto, ikwe tate, ikwe kila mtu anduka. Wewe ulikuwa unamkumbukia kunini? Una garde nini kama souvenir kwa yeye? Kama souvenir, Mungu ampokee kwa naenda. Alikuwa anatupatia kose sana.